Mshukiwa aliyefyatua risasi karibu na jengo la White House amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na maafisa wa usalama wa rais wa Marekani kufuatia majibizano makali ya risasi yaliyotokea karibu na eneo la ukaguzi wa usalama katika barabara ya Pennsylvania mjini Washington Mei 23 mwaka 2026. Aidha, mtu mmoja aliyekuwa karibu na eneo hilo amejeruhiwa na kupelekwa hospitalini kwa matibabu, huku mamlaka za usalama zikisema bado zinaendelea kuchunguza chanzo halisi cha jeraha lake na iwapo lilisababishwa na risasi za mshukiwa au wakati wa majibizano ya risasi kati ya mshukiwa na walinzi wa usalama. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alikuwepo ndani ya White House wakati wa tukio hilo, alithibitishwa kuwa salama na kupata madhara yoyote. Tukio hilo liligeuka kuwa moja ya matukio makubwa zaidi ya taharuki ya kiusalama katika eneo la White House baada ya mshukiwa mwenye silaha kufika karibu na eneo linalolindwa kwa kiwango cha juu kabisa nchini Marekani na kuanzisha mashambulizi ya risasi dhidi ya vituo vya ukaguzi wa maafisa wa usalama. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa mamlaka za usalama, mshukiwa huyo alifika akiwa amebeba begi lililokuwa na silaha ndani yake kabla ya kutoa silaha hiyo na kuanza kufyatua risasi karibu na eneo la ukaguzi wa maafisa wa usalama ambao ndio humlinda rais wa Marekani pamoja na maeneo muhimu ya serikali. Mashuhuda walikuwa katika eneo la tukio walieleza kuwa milio ya risasi ilisikika kwa kasi na mfululizo, jambo lililosababisha hofu kubwa kwa watu waliokuwa wakitembea karibu na eneo hilo pamoja na wafanyakazi wa ofisi za serikali jirani. Baadhi yao walieleza kuwa walianguka chini kwa tahadhari, huku wengine wakikimbia kutafuta maeneo salama baada ya kusikia milio ya risasi iliyodumu kwa muda mfupi lakini yenye taharuki kubwa. Muda mfupi baada ya tukio hilo kuanza, vikosi vikubwa vya usalama vilimiminika katika eneo hilo. Magari ya polisi, magari ya wagonjwa, vikosi vya kukabiliana na ugaidi pamoja na maafisa maalum wa usalama walionekana wakizunguka eneo lote la White House, huku wakifunga njia nyingi muhimu za kuingia na kutoka katikati ya Washington. Ripoti zinaeleza kuwa wakati tukio hilo linatokea, Rais Trump alikuwa akihudhuria mkutano wa viongozi wa ngazi ya juu kuhusu masuala muhimu ya kitaifa na vikosi vya usalama vikichukua hatua za haraka kuhakikisha kuna hatari inayoweza kumfikia. Waandishi wa habari waliokuwa karibu na White House walieleza kuwa walitakiwa kubaki katika maeneo maalum ya usalama huku taarifa rasmi zikisubiriwa. Hali hiyo ilitokana na hofu kwamba huenda kulikuwa na washambuliaji zaidi au tukio hilo lingeweza kuwa sehemu ya mpango mpana wa kushambulia eneo la White House, eneo ambalo ni moja ya maeneo yenye ulinzi mkali zaidi duniani. Baada ya mshukiwa kupigwa risasi, alikimbizwa hospitalini kwa matibabu ya dharura, lakini baadaye alitangazwa kufariki dunia kutokana na majeraha aliyoyapata. Kufikia sasa, mamlaka bado hazijatoa utambulisho wake rasmi kwa umma, huku wachunguzi wakiendelea kufuatilia historia yake, mienendo yake ya awali pamoja na uwezekano wa kuwa na uhusiano wowote na makundi yenye misimamo mikali au watu wengine walioweza kuhusika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.